kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nephew What? Hey nephew hapa bana. Vipi watu wangu wa zoni yetu. Nimekuja tena mtu wenu, mambo namna gani? Kwanza leo na vitu vitatu nataka nikukumbusheni, nataka niongee na nyinyi watu wangu. Msini kaa hapo utavielewa. Sasa kwanza naomba niwasalimu wadhamini wangu Wano Africa. Hey, Wano mnanipendelea Wano bado wanang'aa. Tukawaone vijana. Haya sasa tuje kwenye hii topic ya leo. Bwana, nataka niongee hivi. Ndio ukiwa unaongea na mimi kwenye simu, na wakumbusheni tu. Ukiwa unaongea na mimi kwenye simu, nikakwambia bwana basi baadaye nitakupigia simu. Kata. Usianze mambo ya utapiga kweli. Sasa unataka nini? Nikudanganye mara mbili? Wewe kata simu endelee na mengine. Ndio namaanisha hiyo yani. Yep. Tumeelewana hilo Sasa nakuja na hili la pili. Kwa wale ambao mnapenda kukopa hela kwa text. Unanikopa alafu unaweka disappearing messages kwamba ushahidi upotee sijui. Mimi hata kama naila sikupi. Kuna unalako jambo, kwani uweke disappearing messages? No. Acha ile kitu baki pale pale. Yeah, nephew nimekwambia sasa. Sasa nakuja kupa ile lingine ile. Kwa nyinyi ambao mko kwenye mahusiano, kuna kitu kimoja kinanikasirisha sana. Sana sikipendi. Sisi mnatufanya tuonekane sasa si ndo waongo. Mnaachana wiki mnarudiana. Sisi tushapeleka habari kitaani, wameachana warudiana, wametukanana amna. Baada ya month mmerudiana. Sisi tunakuwa hatupo consistency. Watu wanaona sisi habari zetu za kutatiza mwe mnatuambia mmeachana kweli ili tupeleke umbea wetu. Watu hatuamini. Tunakuwa mnatuchafua bana. Tunakuwa hatueleweki, hasira zinatupanda kichwani, kila kitu. Sasa ninataka nikwambie ile jingine zuri. Unajua wanawake wakiwa wanakuambia bwana nitakuwa ready in 5 minutes. Unajua 5 minutes zikoje hizo? Ni sawa na zile 5 minutes fella mdau mjumbe anapomwambia mke wake akiwa anamwambia rudi nyumbani, ambia niko hapa naondoka baada ya dakika 5. Kwa hiyo wanawake nataka niwakumbusheni hizo dakika 5 mnazotuambiaga mtakuwa ready ndio zile dakika 5 tutazitumiaga tukiwa bado tunarudi nyumbani. Sasa je, tunaelewana hivi? Alafu kuna kitu kimoja, kuna swali moja hapa nataka mnisaidie. Nyinyi hapo mnaonitazama, watu wangu. Hivi kwenye pombe au tobacco wameweka warning pale. Kwamba bwana hii ni mbaya kiafya. Lakini wanawake hawajapewa warning. Wanawake wanazurura everywhere freely, hawatujaambiwa kwamba ni warning fulani. Mpaka ingie kwenye relationship. I say aya wana kama kawaida situagade. Kina mama wamenimind. Mtatakiwa mje na warning nyinyi. Aya bwana, Mungu anakupenda sana.